tuko ndani ya wiki ya maadhimisho ya sherehe ya Muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muungano huu huwa unasherekewa kila tarehe 26 ya mwezi wa 4 ya kila mwaka hapa nchini. Tarehe 26 mwezi wa 4 ndio siku ambayo inakutanisha pamoja mababa wa mataifa yetu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa pamoja na Mheshimiwa Sheikh Abeid Amani Karume, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Wote hawa wametutangulia mbele za haki, ndio ambao tarehe kama ya kesho tarehe 26 walikaa pamoja wakakubaliana kwamba huku bara na hapa visiwani Unguja na Pemba, kwa maana yote kama Zanzibar, tuungane pamoja ili tuendeshe mambo yetu pamoja, watu wafanye shughuli zao pamoja, watu watembeleane, wafanye biashara, wazungumze lugha moja, lakini pia swala ulinzi na usalama lipate nafasi kwa kila mmoja kulinda jamhuri yetu ya Muungano. Baada ya kukubaliana, kila mmoja akaleta mchanga wake na wakaamua kuchanganya kama alama ya kuwafanya maeneo wote bara wakati wa Tanganyika, Unguja na Pemba kuwa Tanzania. Na siku ya tarehe 26 ikawa ndio siku rasmi. Sasa tarehe 26 ni kesho. Tarehe 26 ni kesho. Kwa hiyo kesho tarehe 26 mwezi wa 4 ndio siku mwaka huo uko nyuma ndio ilitumika kama siku ya kuungana pamoja. Baada ya kutuunganisha pamoja, viongozi wote wa Zanzibar na huku kwetu bara tumejenga utamaduni wa kuikumbuka siku ile kwa kusherehekea muungano wetu, kwa kusherehekea mafanikio tunayoyapata kutokana na kuungana kwetu. Na mafanikio haya tunayapeleka pia hata kwenye huduma za jamii zinazotolewa ambazo Watanzania bara na visiwani huwa tunashuhudia uwepo wake. Muungano huu ndio jambo tunaloringia, linatufanya kuwa wamoja na linafanya kupata maendeleo na linafanya kila mmoja kuwa huru ndani ya nchi yake. Lakini kwenye kauli mbiu hii tumeweka lile tukio kubwa la mwaka huu la uchaguzi mkuu ambalo nyie Watanzania wote mliofikia miaka 18 na kuendelea mna haki mwaka huu ya kupiga kura ili kumchagua kiongozi unayetaka. Lakini huko ndani inatoa uhuru, hata wewe ukitaka kugombea, nenda kaonyesha dhamira yako kwenye nafasi unayotaka. Kwa hiyo utapigiwa kura. Kwa hiyo moja kati ya mambo makubwa yaliyosisitiza kwenye kauli mbiu mwaka huu ni kukutaka wewe uende kuchagua kiongozi wako. Na kwa hiyo Watanzania, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Tunachagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunachagua wabunge, tunachagua na madiwani. Nani atakaochagua? Ni nyie. Na Watanzania wote mnajua kwamba tayari Tume Huru ya Uchaguzi ilishaanza utaratibu wa kuandikisha majina ya wapiga kura wale ambao wamefikia miaka 18. Na wameshamaliza nchi nzima. Nataka niwaambie hii ilikuwa ni awamu ya kwanza, watarudi tena. Kwa hiyo basi wale wote waliokosa lile zoezi, alikuwa anaumwa, alikuwa yuko nje ya nchi, lakini ulipitiwa ulikuwa na shughuli nyingi, tume itarudi tena kila mkoa, kila eneo kwenda kuwapokea wale ambao hawakumudu kujitokeza wakati ule. Na kwa hiyo kila mmoja aliyekosa nafasi ya awali
asikate tamaa, daktari itakuja tena. Pamoja na kurudi tena, kama uliandikisha, kuna siku tume wamesema watakuja kubandika majina ili ukahakiki kama jina lipo. Kwa nini wanarudi tena kubandika hadharani? Tusingependa Mtanzania ambaye una haki ya kupiga kura, umejiandikisha, kama kulikuwa na tatizo usijue na likasababisha sio kupiga kura na kuja pale jina ulioni. Kwa kila mmoja akija aone jina, na siku ya kupiga kura jina utakuwa unafikiriano lipo, unatoka nyumbani ukiwa na uhakika kwamba unakwenda kupiga kura. Kwa niliona nieleze haya. Ninapoeleza haya, nataka niwaambie marais wetu, yule wa awamu ya kwanza, awamu ya pili, awamu ya tatu, ya nne, ya tano, mpaka huyu wa awamu ya sita, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, wameendelea kuenzi muungano huu. Na ndio kwa sababu kila tarehe 26 lazima wahutubie taifa. Lakini mwaka huu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, baada ya kuhutubia kesho tarehe 26, akahutubia taifa leo jioni saa 2 usiku. Kwa hiyo Watanzania wanaokelewe, ikifika saa 2 usiku, fungulia radio na television usikie hotuba ya mwaka huu, rais wetu anasema nini. Kwa hiyo baada ya hotuba hii, baadaye tutakuwa na mambo yenu jioni hiyo, uko nyumbani umetulia, saa 2 fungulia radio, umuone rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan atahutubia taifa, usikie ana ujumbe gani kwa taifa hili. Najua atazungumzia muungano, lakini atazungumzia mafanikio tuliyoyapata. Tunajua ataeleza changamoto zilizopo, atazungumza namna ambavyo tunahitaji kushiriki uchaguzi mkuu na mambo mengine. Yote hayo yataelezwa na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan.